Tutazame kuhusu wizara zenyewe sasa. Kuanzishwa kwa wizara maalum ya masuala ya vijana na ambayo ilikuwa idara katika maeneo mbalimbali, na mara ya mwisho ilikuwa idara kwenye ofisi ya waziri mkuu, na sasa rais ameisogeza kwake na kumteua Joel Nanauka. Unatazamaje wewe? Nini ambacho kipo kwenye kichwa cha rais kuanzisha wizara hii, kuileta ofisini kwake na uteuzi wa Joel Nanauka? Kwanza nampongeza mheshimiwa rais kwa kuteua wizara, kwa kuunda wizara hiyo ambaye ameiunda kwa mujibu wa katiba yetu. Rais anayo mamlaka ya kuunda wizara yoyote anayoona inafaa. Na pia nampongeza Daktari Joel Nanauka kwa kupewa jukumu hilo kubwa la kwanza la wizara hiyo. Wizara hii inakwenda kushughulika na vijana. Na sio kwamba hatujawahi kuwa na mambo ya vijana katika serikali, yamekuwepo. Lakini sasa specifically imeonekana iwepo wizara pale. Sasa vijana wana matarajio yao. Vijana wana mahitaji yao. Vijana wana shida zao, na vijana wana mitazamo yao. Kwa hiyo wana mitazamo, wana matarajio, wana mahitaji, na wana shida zao wanazohitaji zitatuliwe. Sasa uwepo wa wizara hii itakuwa ni kiungo cha kuhakikisha hayo niliyoyataja yanaunganishwa katika wizara zote zile, kwa sababu kila wizara inagusa vijana. Ukienda wizara ya fedha inagusa vijana, wizara ya uchumi inagusa vijana, wizara ya afya inagusa vijana, wizara ya elimu inagusa vijana, wizara ya kazi inagusa vijana, wizara ya kilimo inagusa vijana, biashara wanafanya vijana, kila kitu vijana. Sasa kazi yake huyo itakuwa ni haya niliyoyataja, kwamba hayo yote yanaingiaje kwenye matarajio ya vijana, kwenye mahitaji ya vijana, kwenye kutatua shida za vijana, na kwenye kujenga mitazamo na misimamo ya vijana katika kuhakikisha kwamba wanashirikishwa katika mambo muhimu ya taifa lao. Kwa hiyo uwepo wa wizara hiyo ni muhimu, ni wakati mwafaka, na mheshimiwa waziri na watendaji wake ndani ya wizara na serikali kwa ujumla, kama wizara hiyo itakwenda kama itakavyokuwa imepata hadidu za rejea na ikatekeleza hivyo na ikashirikiana zaidi na vijana, basi naamini wizara hiyo itakuwa ni kitu kizuri sana, kikubwa sana kwa vijana, na vijana watakaa kila wakati wanaiangalia, wanapima, wanaona inatekeleza vipi kazi zake na inawahudumia vipi. Naamini ikifanya vizuri itakuwa ni suluhu nzuri ya katika kutatua changamoto za vijana wa Tanzania. Auoni ni kama imekuja baada ya haya ambayo yametokea, kama tunayoita vurugu na maandamano ya kuanzia Oktoba 29, pengine ndio yamesukuma rais kuunda wizara hii, kwa sababu washiriki wa maandamano hayo kwa kiasi kikubwa wamekuwa ni vijana. Inaonekana kuna madai yao ya msingi ambayo inawezekana kwa muda mrefu serikali wameshindwa kuyatafutia majibu. Hapana, sio kwa sababu ya mambo ya tarehe 29 kwamba ndio wizara imekuwepo. Kama umekuwa mfuatiliaji mzuri wa hotuba za rais toka alipoingia madarakani tarehe 19 Machi mwaka 2021, katika hotuba zake nyingi na hotuba zake zote, hata katika teuzi zake na katika ziara zake mikoani na katika hotuba nyingi ambazo amezifanya, mheshimiwa rais amekuwa akiwaongelea vijana na akiwataja vijana na akiwataja vijana. Wakati ule alikuwa akiteua mawaziri, sina haja ya kuwataja majina, lakini kila wakati alikuwa anasisitiza, nimekuweka wewe kijana, nimekuweka wewe kijana, nimekuweka wewe kijana, kashughulikie mambo ya vijana. Kumbuka vijana ni asilimia ngapi ya nini? Vijana imekuwa ni lugha yake mheshimiwa rais toka alipoingia madarakani tarehe 19 mwezi Machi mwaka 2021. Kwa hiyo vijana wamekuwa ni central part ya thinking yake, ya uwazaji wake katika maendeleo na namna unavyoweza kwenda. Kwa hiyo hii ya kuunda wizara ni product ya miaka ambaye amekuwa yuko madarakani akijadili masuala ya vijana na akitafuta solution za vijana. Na kwa hiyo hii haijatokana tu na tarehe 29 Oktoba na mambo yaliyofuata, hapana. Naamini kwamba huenda hata yasingetokea tarehe 29 Oktoba, kwa namna ambavyo amekuwa akiwaongelea vijana mheshimiwa rais na akiwapa priority na umuhimu vijana, basi naamini kwamba ilikuwa wizara kama hii aiunde, na nafikiri ndio maana wizara imekuwepo. Maandamano ya Oktoba 29 unaamini yamechangia? Siwezi kujua, kwa sababu anapounda wizara mheshimiwa rais anaunda kwa kile anachokuwa tayari anacho. Kwa hiyo kwamba yamechangia au hayakuchangia itakuwa ni vigumu kwangu, kwa sababu siwezi kujua thinking. Mimi nimechukua tu historia
ya kwake toka alipokuwa madarakani, ni mara ngapi ameongelea masuala ya vijana na kuonyesha umuhimu wa vijana katika maendeleo ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukumbuke wakati anazindua kampeni yake Kawe, kabla ya kwenda kwenye uchaguzi, aliongea habari za vijana. Aliongea kuwa na mtaa wa viwanda kila wilaya. Hivyo viwanda, ndugu yangu, ni vijana. Akaongea habari ya gridi ya maji kutoka Ziwa Victoria na kuwa na gridi ya maji Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa. Wanaokwenda kufanya kazi kwenye hizo gridi ni vijana. Akaongea habari ya SGR na kadhalika. Madereva wa hizo treni na wafanyabiashara wanaotarajia kuwa humo ni vijana. Akaongea habari ya kurasimisha biashara za mamalishe, biashara za bodaboda, biashara za bajaji. Unapoongea bodaboda na bajaji, unaongelea vijana. Akaongelea habari ya bilioni 200 za kuwapatia wafanyabiashara ndogo ndogo na kuwawezesha na kadhalika. Wanaoongelewa hapo ni vijana. Akaongea habari za ajira 7,000 za walimu. Ajira hizo wanaokwenda kuajiriwa ni vijana. Akaongea habari za ajira 5,000 za watu wa afya. Wanaokwenda kuajiri hiyo hapo ni vijana. Na kwa hiyo ukiyachukulia hayo tayari kabla hata ya mambo ya tarehe 29, haya ameongea ni mwezi wa 8, haya mambo ni ya mwezi wa 10, unaona azma yake ilikuwa tayari iko kwenye vijana. Na ndio maana nimebeba kutokana na hayo nikasema inaweza hiyo ikapelekea kwamba sasa ameweka wizara ya vijana ambayo itakwenda kuwa ni kiungo katika yale niliyoyataja na yale ambayo amekuwa akiyazungumza toka ameingia madarakani. Kwa kuhitimisha eneo hili la vijana, ungepewa nafasi ya kumshauri Joel Athana Nauka, ungemwambia aanze na maeneo gani ambayo unaamini angalau anaweza kwenda kukata kiu ya kundi hili la Gen Z? Gen Z wanachohitaji ni kuwa busy. Gen Z wanachohitaji ni kuwa busy. Wanajua wanahitaji ajira, lakini wanajua kwamba ajira kote duniani ziko limited. Na Gen Z kuwa busy ni kwamba, maana yangu ya kuwa busy na ni kwamba wanahitaji wawe na kitu cha kufanya, na kile kitu wanachokifanya kiwapatie kipato cha kuishi, lakini wakati huo wakiwa wanaangalia future yao na kuona iko namna gani. Kwa hiyo la kwanza, Gen Z wanahitaji kuwa busy. Wanahitaji kuwa busy, wanahitaji income, wanahitaji kipato na kuwa busy. Sasa kuwa busy kwa Gen Z ni kwa namna gani? Kuwa busy kwa Gen Z ni kuhakikisha kwamba zinaundwa shughuli nyingi ndani ya nchi kama hizo alizosema Mheshimiwa Rais, na namshukuru kwa hilo. Viwanda hivyo vya kila wilaya, kuimarisha shughuli za VETA, kuziunganisha na uhalisia na utendaji kama alivyosema huko katikati, na kuhakikisha kwamba hiyo mikopo inayosema itatolewa labda ya bilioni 200 au na nyingine zaidi zitakazoongezeka na kadhalika, inawafikia vijana. Kuhakikisha vijana pia wanashirikishwa katika maamuzi mengi yanayohusu maisha yao katika ngazi za vijiji, ngazi za kata, ngazi za wilaya, ngazi za mikoa na hata taifa. Kuhakikisha kwamba vijana wanashirikishwa. Kwa hiyo muhimu yeye awasikilize vijana, ajue vijana hasa wanataka nini kwa ujumla wao, jambo ambalo analielewa, awasikilize vizuri na aweze kuona hayo ya priority ya kipato cha vijana, vijana kuwa busy na kadhalika yanapewa umuhimu sana. Mengine pia yatakuwa yanaendelea kufuata, lakini hilo la vijana kuwa busy, vijana kuwa na kitu cha kufanya, wakawa na biashara za kufanya, wakawa na biashara za kufanya, wakawa na kipato na wakawa na uhakika wa kuishi kila siku na pesa kidogo mfukoni na maisha yakaenda. Akisimamia zaidi hilo la income, la biashara na kadhalika kama priority ya kwanza, kwangu itakuwa ni muhimu sana. Ingawa yeye kama mheshimiwa waziri na serikali anaweza kuja na priority zake nyingine, lakini kwangu ningeona hilo kwa vijana wengi lingewapa nguvu na vijana wengi wangeweza kuingia kuona kwamba mambo yanakwenda. Baraza hili la mawaziri ambalo tunalizungumza ni kama kuna wakati limeshtua watu hivi, kukosekana kwa sura za waliokuwa mawaziri waandamizi kwenye serikali iliyopita. Dr. Doto Biteko aliyekuwa waziri wa nishati na naibu waziri mkuu, Hussein Bashe aliyekuwa waziri wa kilimo na wengine takriban 7 ambao wameachwa. Lakini kuingia kwa sura kama akina Dr. Bashiru Ali Kakulwa, kumeonekana watu wengi kuanza kujuda, akina Daniel Chongolo na wengine. Nini ambacho rais mwingine amekitazama kwenye mchujo huu ambao watu waliwaacha midomo wazi kweli kweli? Amekuwa akieleza hata wakati anaapisha, amekuwa akieleza kwamba kwa nini labda amemweka mtu fulani mahala fulani. Ameeleza yeye mwenyewe ni kwamba alichokifanya Mheshimiwa Rais ni kuwaondoa watu kwenye kitu tunachokiita copy and paste, kwamba tulikwisha zoea kwamba itakapotokea
baraza la mawaziri, basi fulani na fulani na fulani lazima watakuwemo. Hiyo ameifuta Samia. Dr. Samia amefuta hiyo. Hii habari ya kusema kuna mkeka mpya unakuja, lazima fulani atakuwemo, hiyo ameifuta. Na ameifuta kwa maana ya kuifuta na kusema kwamba anaweza akamweka mtu na anaweza akamwacha mtu. Sasa nataka nieleze jambo moja. Katika utawala wa kisiasa, hasa wa uwaziri, kuachwa sio kutokuwemo tena. Kuachwa sio kutokuwemo tena. Unaachwa, amewahi kuachwa, nafikiri naweza nikakosea, nikikosea atanisamee tu. Waziri akiitwa nafikiri Pindi Chana. Aliwahi kuachwa lakini akarudishwa na sasa ameachwa. Umenielewa vizuri? Mheshimiwa William Lukuvi aliwahi kuachwa wakati wa Samia, akakaa tu bungeni, alafu akarudishwa na sasa amerudishwa tena. Mheshimiwa Palamagamba Kabudi, mzee wangu, baba yangu, ndugu yangu nampenda sana, kama Lukuvi, kama Pindi Chana na wengine, aliwahi kuachwa alafu akarudishwa na amerudishwa tena. Katika hizi mambo ya siasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye nampongeza sana, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, amewahi kuachwa akiwa waziri wa mambo ya ndani wakati wa Magufuli, lakini akarudishwa wakati wa Magufuli tena, akawa waziri wa sheria na katiba baada ya kifo, Mungu amlaze mahali pema peponi, bwana Dr. Augustine Mahiga. Kwa hiyo katika haya mambo unaweza kuachwa ukarudi, ukaachwa ukarudi. Sasa hawa walioachwa wameachwa kwa sasa hivi, lakini usije ukashangaa baada ya muda fulani ukaona aliyeachwa amefanyaje, amerudi, na aliyekuwemo ametoka. Ndio haya mambo yanavyokwenda katika hizi shughuli. Ila imeleta picha tu ya kwamba kazi hizi ni kazi ambazo mtu yeyote anaweza kufanya, na Mheshimiwa Rais anataka kuona akifanya mabadiliko kama hayo, sura mpya nyingine alizoziweka zitamletea matokeo gani. Sio kwamba hajaridhika na matokeo yale aliyoacha, lakini ni jambo la kawaida kwamba wote wanafaa. Kwa hiyo nimekuwa nikisema kila wakati kwamba hata wale wote walioachwa bado wanafaa. Ni waheshimiwa wabunge, wengi wao ni waheshimiwa wabunge, wataendelea kuwemo bungeni, wataendelea kutoa michango yao na uzoefu wao, na uenda wakati mwingine utafika utawakuta tena ndani ya baraza la mawaziri, na hata wasipokuwa kwenye baraza la mawaziri basi wanaendelea kuwa waheshimiwa wabunge. Na nafasi ya ubunge pia ni cheo kikubwa sana, ni nafasi kubwa sana ya kuwakilisha wananchi na kuchangia katika maendeleo ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunazungumza kuhusu nchi yetu imepitia kwenye kipindi ambacho mpaka sasa unaweza kusema hivyo, inapitia kwenye kipindi ambacho haijawahi kutokea ama haijawahi kushuhudia historia ya namna hiyo tangu pengine kuasisiwa kwa taifa hili mwaka 1964 baada ya muungano. Tumefikaje hapa kwa sasa na tunawezaje kutoka? Tumefika hapa kwa bahati mbaya. Tumefika hapa tu kwa bahati mbaya. Ni hali ambayo hakuna aliyetegemea, na binafsi mimi sikuitegemea, na nafikiri wengine wote hatukuitegemea. Ni hali ambayo wote tumepigwa butwaa na kukuta yaliyotukuta yamekwisha tukuta. Sasa ni bahati mbaya. Ni bahati mbaya imetukuta. Tunasema kwa Kiingereza it's an unfortunate situation. Nobody anticipated it, nobody expected it kwamba itakuwa katika hali ambayo tumeiona. Sasa kutoka hapa ndiko jambo muhimu. Umeniuliza swala zuri, tunatokaje hapa? Tunatoka hapa moja kwa kuelewa kwamba tunahitaji tutoke hapo tulipo, na taifa linahitaji liende mbele kama kawaida. Tutatoka hapa kwa kuunganika na kuwa wamoja, kama ambavyo viongozi wetu wamekuwa wakitueleza, viongozi wetu wa siasa kwa maana ya mkuu wetu wa nchi Mheshimiwa Rais amekuwa akitueleza hilo, lakini viongozi wetu wa dini, asasi za kiraia na watu wengine ambao nawashukuru wote kwa michango yao, hata nyinyi waandishi wa habari, kwamba tunahitaji kuwa wamoja zaidi. Na ndio maana tumekuwa tukiongea swala la maridhiano, swala la upatanisho, swala la kwenda pamoja kama nchi. Ni wakati sasa inabidi twende pamoja kama nchi ili tukubaliane tunahitaji nini na tunatakiwa tuendeje
ili tuweze kumove kama taifa na kuhakikisha kwamba ile bahati mbaya iliyotukuta, hiyo bahati mbaya haitukuti tena. Kumuomba Mungu na sisi wenyewe kuhakikisha tunaweka jitihada kwamba hiyo bahati mbaya iliyotukuta haitukuti tena. Tutatoka hapa tulipo pale tunapounganika na kuwa kitu kimoja, tunapokuwa na maridhiano ya pamoja na upatanishi wa pamoja na kuwa na namna moja ya kusema sisi ni Watanzania na kwa pamoja tunataka nini na tunataka taifa letu liweje na tuende namna gani. Tukifanya hivyo tutamove mbele vizuri na tutakwenda mbele zaidi, na haya yaliyotukuta bahati mbaya yamekwisha tukuta, hayawezi kufutika katika historia yetu, lakini yamekuja kama nilivyosema. Kwangu mimi naona ni bahati mbaya yametukuta, na nikumuomba Mungu kwamba haya tukute tena. Sasa tuende kwa pamoja, na katika kwenda kwa pamoja basi tuhakikishe tunakuwa na lugha za pamoja, tunakuwa na mitazamo ya pamoja, tujenge namna hiyo ya kuheshimu mawazo yetu kwa pamoja, ya kuwa na lugha za pamoja na kujitahidi kutokuwa na lugha zenye kuweza kuleta migawanyiko kati yetu, hasa katika matamko na kadhalika. Kwa kila mtu anayepata nafasi kama ulionipa mimi leo ya kuzungumza na wewe, basi na wengine wote, awe ni kiongozi wa dini, awe ni asasi ya kiraia, awe ni mfanyabiashara, awe ni mwanafunzi, awe ni kiongozi wa vijana, awe ni kiongozi wa kina mama, awe ni mwakilishi wa walemavu, awe ni mwanasiasa, awe ni nani yeyote yule mwenye nafasi, basi tuhakikishe tunaongea lugha ambazo hazituletei kutugawa kama taifa, lakini zile ambazo zitatujenga kwa pamoja ili tuweze kubuvu mbele kama taifa. Kuna hoja watu wanasema ili hayo yatimie maana yake watu mnapaswa kukaa mezani na nini, lakini mjadala uliopo ni kwamba mezani wanakaa nani na nani na wanazungumza nini kwenye nyakati ambazo taifa linaonekana limegawanyika na kama lina klasi baina ya timu fulani na timu fulani hivi. Lazima mezani anakaa nani na nani, ni lazima kukaa mezani kuwepo. Ni kwamba mwaka 2010 baada ya uchaguzi wa Ivory Coast ambako kulikuwa kuna shida kati ya Alassane Ouattara na Gbagbo, kama unakumbuka Ivory Coast, kwamba Gbagbo aliapisha serikali yake Ikulu, Alassane Ouattara akaapisha serikali yake hotelini na akaendelea kufanya kazi kama rais mshindi. Ilichukua muda pale Ivory Coast, lakini baadaye walikwenda kutatua lile tatizo walipokaa chini na kuzungumza. Baada ya matatizo yaliyotokea Zanzibar mwaka 2000 kwenye uchaguzi, mwaka 2001 kilichokwenda kusaidia Zanzibar ni pale walipokaa chini na wakazungumza. Mwaka 2007 Kenya, baada ya matatizo yaliyotokea baada ya uchaguzi, kilichokwenda kufanya Kenya wakamove kutoka pale ni walipokaa chini wakazungumza. Mwaka 2008 katika uchaguzi wa Zimbabwe kati ya Morgan Tsvangirai na Robert Mugabe, kilichokwenda kusaidia pale ni pale walipokaa chini wakazungumza. Maana yangu ni nini? Ni kwamba mazungumzo, mimi kwa bahati nzuri labda ni declare interest mwandishi wa habari, ni mtaalamu na msomi wa uzuiaji wa migogoro na utatuzi wa migogoro na ujenzi wa amani. Ni katika academics zangu za postgraduate. Kwa hiyo nimestudy hiyo migogoro kama hiyo mimi ninayokueleza, nimeisoma na nimeifanyia utafiti. Kukaa mezani kuna kubalika na ndio namna moja nzuri ya kufanya, na watu wasikubeze sana. Kama ulivyouliza vizuri, ni nani aanzishe kukaa mezani, si ndio? Na nani akae na nani? Sasa hilo linajadiliwa na linajadilika na linafanyika. Mheshimiwa Rais yeye katika hotuba yake alisema tume ya uchunguzi itafanya kazi, na itakapomaliza kufanya kazi ndipo kutakuwa na namna sasa ya kutoa mwanga wa mazungumzo ya maridhiano yafanyike namna gani. Kwa hiyo mkuu wa nchi Mheshimiwa Rais alikwisha alieleza hilo, na watu wanaendelea kulijadili kama unavyoniuliza wewe katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo imani yangu mimi bado naamini kwamba kukaa katika maridhiano, tunasema maridhiano, na maridhiano hayo ni tunataka tuwe clear kama ambavyo wengine wamekuwa wakizungumza. Maridhiano hayo ni maridhiano ya kitaifa, ni maridhiano ya wananchi wote wa Tanzania, ni maridhiano ya kitaifa, watu wakiwakilishwa na makundi yote yaliyo muhimu ndani ya Tanzania, na nimekuwa nikilieleza hili. Ni muhimu yawe sehemu ya maridhiano, si maridhiano ya vyama vya siasa. Naomba kurudia, si maridhiano ya vyama vya siasa, ni maridhiano ya Watanzania wakiwakilishwa katika makundi yao. Kwa hiyo mimi binafsi kama mtaalamu wa maridhiano, mtaalamu wa uzuiaji wa migogoro,
mtaalamu wa ujenzi wa amani. Ningependa kuona waandishi wa habari wakiwakilishwa. Ningependa kuona watu wenye ulemavu wakiwakilishwa, wanawake wakiwakilishwa, vijana wakiwakilishwa, wazee wakiwakilishwa, wafanyabiashara ndogo ndogo wakiwakilishwa, wafanyabiashara kubwa, sekta binafsi wakiwakilishwa, asasi za kiraia zikiwakilishwa, machifu wakiwakilishwa, machifu wetu. Lakini ningetaka kuona bunge likiwakilishwa, baraza la wawakilishi likiwakilishwa, serikali ikiwakilishwa, viongozi wetu wa dini wakiwakilishwa, na wengine wote, makundi mengine ambayo sijayataja. Wote ningetaka wawe na uwakilishi katika haya maridhiano. Ukifanya hivyo, utakuta kila mtu amewakilishwa na mtakuwa mnapata muafaka wa kitaifa. Kwa hiyo lisiache kundi lolote. Sasa swala la ni lini na kadhalika, kama alivyosema mkuu wa nchi Mheshimiwa Rais alikwisha alizungumza katika hotuba yake, na nisingetaka kupreempt maneno yake na utaratibu aliofikiria yeye, kwa sababu ameshautoa na ameshaongea, ni boss. Akishaongea mkuu wa nchi, basi mimi sitaki kupreempt maneno yake. Mimi natoa tu maoni ya kwangu kwamba ningependa hilo liwe hivyo, kwamba muda utakapofika wa jambo hilo, basi makundi yote hayo yaweze kuwakilishwa katika maridhiano, na tukikaa pamoja kama taifa tutatoboa, kwa sababu wenzetu tunayo mifano wamefanya hivyo na waliweza kusolve na mambo yakaenda. Nikushukuru sana Dr. Muchunguzi, asante pia kwa muda wako. Nakushukuru sana na nawatakia kazi njema, asante sana.